So ilipofika kipindi ambacho namwambia mamangu kwamba nataka kuacha unesi, niingie kwenye mambo event planning, ilikuwa ni ngumu, lakini ni kupitia kaka zangu nawashukuru sana, na kila siku nawaambia kwamba you guys mmefanya career yangu imezidi kukua kwa sababu yao. Waliongea na mama, mimi nilikuwa siwezi kumface mama kwa sababu mamangu ni yule watu wa mama ambao wa zamani yani lazima uajiriwe ndo maisha yaende, yani lazima uajiriwe kwa sababu mpaka kesho ananiambia vipi zile posti za serikalini vipi unaenda au uendi mpaka kesho. Japokuwa sasa hivi tayari kashaanza kunizoea kwamba nishakuwa ninaweza kujitegemea mwenyewe kufanya kazi zangu. Lakini akionaga mwenyewe anaona kwamba yani kweli mwanangu umeacha unesi kweli posti za serikali za nini, lakini sasa hivi kashazoea. So ilikuwa ni ngumu mwanzoni, lakini as time goes on akananielewa. Na hata nilivyoenda China kununua vitu, mamangu aliniambia kwamba nitakupa chochote kitu ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako hapo mbeleni. So nilivyoamua kwenda China, mama akaniambia sawa, mimi I'll pay for the transport na accommodation. Japokuwa mimi nilikuwa na mtaji, lakini mamangu akasema nitakusaidia kwenye hilo kwa sababu naona kabisa una dream ambayo iko very big, na katika familia yetu ni mimi wa kwanza kusema ndo naanza biashara, yani kuacha kazi afu nafanya biashara. Ndo ni mimi wa kwanza. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimuaminishe kwamba nitaweza. Hamna kitu ambacho kitashindikana. Yani nitaka tu niamini. Unajua mzazi akikuamini, maisha yako yanakuwa very smooth siku zote. Yani unatakiwa ukae kwamba na wazazi wako vizuri. Wazazi wakikuamini tu. Mimi naona kwamba kuna watu ambao wananizunguka, naona wazazi wao wanawaamini, na naona kabisa kumbe mzazi wako anakuacha unafanya biashara uko chuo, au mzazi wako anakuacha unafanya kitu fulani. Yani ni kitu ambacho nilikuwa naona kwangu mimi hakitawezekana. Lakini nashukuru Mungu, mamangu sasa hivi amenielewa na ni mtu ambaye ananisupport na wateja ananipa. Yani watu wake wako wakiwa na harusi, yani anawaambia, yani she's very proud kusema ukweli. She's very proud na nampenda sana, nashukuru sana kwa hilo. Yani akiona watu wake huko na harusi, yani mtu wa kwanza ni mimi. Yani mpigieni simu mwanangu anampambia Zuchu, mwanangu anampambia, yani ni mtu ambaye yuko very proud. Yes.